unaogopa nini? Sasa ina maana hujanizoea tu siku zote mpaka unaniona unanikimbia. Ndio nini sasa? Nini unakimbia? Sikiliza nikwambie. Haya yote umeyataka wewe mwenyewe. Kwa sababu ungekuwa umenikubalia mimi basi haya singekutokea haya. Mwanyo simu. Unajua nangu. Na jambo ambalo mimi nilikuwa nafikiria. Mbona ni vizuri nikawashirikisha na nyinyi. Unajua? Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii ya awamu ya 6 wamekuja na mipango mikakati kuhakikisha kwamba kunazidi kutengeneza fursa na nafasi kwa vijana. Kuna hizi pesa ambazo kila halmashauri imeagizwa na serikali kuu. Kila halmashauri imeagizwa na serikali kuu kuzitoa kwa ajili ya makundi. Hizo pesa zimegawanyika katika makundi haya matatu. Kuna kundi la kwanza, kundi la vijana ambao ndio sisi. Kundi la pili, kundi la wanawake. Na kundi la tatu ni kundi la watu wenye ulemavu. Hizi pesa ndio katika makundi. Sasa nikapiga hesabu. Pale Mgundini sisi si ni vikundi vile. Umeona? Lakini changamoto ni kwamba kikundi hakijasajiliwa. Kama tutakaa chini na ukisajili kikundi, sawa? Sisi tunaona nafasi ya kuzipata zile pesa. Umeona? Ndio. Nikasema sasa issue kabla mimi sijafanya chochote niwashirikishe yeye. Nisikia nyinyi mnasemaje? Sisi tupo pamoja na wewe, hilo swala zuri sana. Unajua nini? Unajua nini? Wewe nimeamini. Hata shetani akizeeka kubadilika kuwa malaika. Mbona kama kwa shetani nini? Hamna. Unajua sijategemea kabisa kama wewe kuongea maneno kama hayo hivi. Yaani umetoa mawazo mazuri sana. Yaani pointi ambayo sisi tunataka tukabadilisha kweli maisha. Afika mtu akatushangaa, wale boda boda kweli hakuna mambo mengi wanafanya. Sahihi. Na vijana wengi pale Mgundini sisi tunafundisha kazi. Umeona bwana? Sisi ndio kama wasisi wa kile kijiwe. Sisi ndio wakulungwa hapa. Sisi ndio wakulungwa. Kwa wale vijana sisi tunakaa chini tunawapa wazo. Na kitu ambacho nikwambia mwanangu ni kwamba mimi tayari ABCD kuhusu masuala ya kundi, masuala ya mikopo mimi ninazo. Yaani nilichokuwa nakitaka tu, sawa? Ni utayari wenu. Kwa sababu nafahamu ili uweze kusajili kikundi nini kinahitajika. Cha kwanza lazima tukae kikao cha kwanza. Tukiwa kikao cha kwanza lazima tuandike muhtasari. Umeona? Pia lazima tuwe na katiba, lakini tatu lazima tuwe na nini? Na account benki. Na ile account benki lazima kuwe kuna watu watatu ambao hao ndio watakuwa wanaidhinisha fedha. Na kwa sababu sisi ndio sisi kama kikao kitalizia kati yetu mmoja anakuwa mwenyekiti, mwingine anakuwa mhasibu, mwingine anakuwa katibu. Mambo yanakwenda, wanafikiri maisha yetu yatakuwa haya tena. Mambo yakatani aidha. Inabidi tushikao. Mjambo hivi. Fanyia nini? Yaani tusiweze. Ndio haraka. Mjamkwambia? Kama baada kunywa. Au jambo la muhimu sana. Hiyo ndo akili mwanangu. Hiyo ndo akili. Bora istaki. Pendo. Jambo wangu unapenda. Yaani wewe unajua kabisa yule mama mimi ni mteja wangu. Afu ni afika kama Mgundini hapa alinikuta akanipigia simu. Afu umemchukua. Poa, sikiliza mdogo wangu. Hizo dharau ujue sawa? Afu tumekufundisha kazi mimi mwenyewe tu hapa juzi tu. Nani yule mama Majuba? Brother. Sasa mimi si niko pamoja hapa. Au nitaka nimwache. Lakini si mteja wangu kwenye simu. Unajua kuna wateja wa Mgundini, afu kuna wateja wa kwenye simu. Wewe mteja wangu mimi wa kwenye simu. Haiko hivyo bwana. Umeelewa? Yeye ndo zamu yake. Wewe hapa haupo. Ina mtu akunambia mama nitaka kusubiri wewe mpaka wewe uje ndo umpeleke. Wakati mtu yupo hapa kwenye zamu yake. Taratibu haziko ipo. Sasa sikia. Mimi namuelewa. Sisi mbali na kuwa tunafanya kazi hapa ili tupate pesa, sisi ni watu wa huduma. Haiwezekani mteja anakuja hapa anahitaji huduma,
Asipewe huduma kwa sababu uko mbali. Wewe uko zako toa ngoma huko. Unataka mteja akusubiri mpaka muda gani? Au mama unafanya sio? Na kama wewe shida yako hivyo inabidi banyewe mkae tu chini hapo muelewane. Nige buku yangu. Sasa nakupeje buku wewe? Anaupeje buku wakati pikipiki anatumia kwake na mafuta anatumia ni yake. Sasa kwa sababu unataka mteja, haina shida. Mimi sina shida naye. Mimi nakupa mteja. Usijali. Saa 11 unaenda kuwabeba watu wa shule wateja wangu mimi. Sawa? Watu wawili wale. Vile vile. Vile viwili vile. Bila kubali boda nyingine vile. Penda. Bila vikubali, vitata vile vitu. Kwani kuna siku wewe tena wewe mwenyewe uliniambia nikachukua wale. Watu wa Kipembe. Nataka Kajoma. Hata ndo nikachukua wale. Nikaongea nao. Kwa wale sio kweli. Kama hivyo mwanangu, inabidi tuishi kwa upendo. Au vipi mwanangu? Mimi sidhani kama kuna shida kwenye hilo. Nikwenda kwenye ofisi yako kwenye biashara yako pale tulitana. Bosi niambia kibanda cha pili kile cha mama Hadija sasa mama nani frame anachia. Sasa mimi bwana tuchukue mpaka tunaongea mnyumba ukuta katikati tunavunja. Siku afu nadhania mkataba kwa mtendaji. Siku tukiwa tunarudisha mtaji. Mbaya bwana. Unajua pale panamsha? Pale panamsha sana. Vizuri. Na tunaweza sisi bodaboda wana mambo yetu. Wengi. Msikizo wanaume tunakufa kweli. Naweza kukuacha. Leo sisi hivyo tena. Alafu hizo sasa ndio mimi ndo. Mimi bado ndio kuacha ngoma. Kama tunasema tutakwenda kwenye kikao. Mbona bwana? Chelewa faini. Jesha mara nini usiku kupeleka hela faini. Kwa nini kama unaona hiyo pesa kubwa ifikie kwako mkiwa. Ndio yake mkiatoka mwanzo mkielewa. Usimuona uwanja ni mmoja kwa mmoja usikwambiaga. Kwa ndio hivyo mkiwa. Na maisha ni ngazi kwa ngazi. Ngazi kwa ngazi. Mwisho siku nakuta sina tena sofa huko. Kama unashika nyumba kidogo na wewe. Mkara mwanangu mnatatoka kwa makochi. Tamam. Wazee vipi wazee? Vipi jana vilongoni ilikuwaje? Basi mchezo jana. Hivi ilikuwa shughuli ya nani vile? Mmoja. Mwanangu jana kitonikuta. Nilipata mteja mzee wa kutapika. Aya. Mwanangu alitapikia sio mchezo unaambiwa. Hata ndo kama yule bwana mdogo. Sasa hivi. Sawa nakuja, niko njiani, nafika sasa hivi. Haya. Nakuja. Shangazi hii imeshakodiwa, labda upande hiyo huko. Sawa. Wanangu. Yule bibi mkubwa mnamjua yule? Bibi mkubwa balaa yule mjui. Sio mzee mchawi Yule mzee mzee busara mwenyewe akasoma. Mama mchawi kweli. Ola mashiva, ola mashiva, la mashiva, ola mashiva, Ola mashiva,
Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, oh Lama Shiva, Shiva, Lama Shiva, Shiva, oh Lama Shiva. Vipi wewe? Unafanya vitu vya ajabu. Utakuwa mdoto. Wow. Sawa, tunarudi. Naona sofa lako mpaka leo bado halijaisha. Unajua mafundi. Okay, nimetafuta fundi mwingine amesema ataja kulimalizia. Mume wangu. Mbona rudi ndani kazi? Utaenda ajisikia kidogo chovya. Utaenda sikia. Alafu mume wangu. Kitu kilichotokea jana usiku. Sema kweli mimi kimenipa wasiwasi mkubwa sana. Zaidi ni pale nilipofua nguo zako zilizovalia jana usiku. Nimesikuta zimechafuka. Unajua mke wangu, leo swala mimi linanichanganya sana na linaniumiza kichwa. Unajua mke wangu, wewe ni kila kitu kwangu. Wewe ndio msingi wangu na mimi sipaswi kukufuza kitu chochote kile, kwa sababu tuko wawili tu. Lazima ufahamu shida zangu, lazima pia ufahamu furaha zangu. Kiukweli
kuna mtu ambaye alikuja ndotoni mwangu. Sijui ni ndoto nilikuwa naota, sijui ni uhalisia wa jambo, lakini kinachonipa wasiwasi, mtu ambaye nilikuwa namuota namfahamu. Aliwahi kuja kijiweni. Nimemwona kama mara 2, mara 1 sijui. Aliwahi kuja kijiweni, mimi nikambeba. Na nilipokuwa nimembeba huko nyuma, sijui kama kuna, yani hakuwa na ule utulivu wa abiria wengine. Sio kama kuna mambo gani alikuwa anayafanya. Na sehemu alombe mbele nimpeleke. Hata nilipomshusha hapa eleweki. Lakini pia yani nilipokuwa naye kwenye ile ndoto, nilikuwa na sense kama kile kitu nilikuwa nakifanya kweli. Na ni mama mtu mzima kabisa. Kwa hiyo yani kikweli nisipate kujua ni ndoto, nimemuota huyo mama ama ni kitu gani, sielewi. Yaani nilishtuka pale, nikakuta vile. Nilishikwa na wasiwasi. Mume wangu. Lakini mume wangu cha zaidi, mimi naomba tuombe Mwenyezi Mungu ataleta rehema zake. Nashukuru sana mke wangu. Kaniletea koti. Anaangalizia koti langu ndio kaja. Hela sana. Ni mzuri sana eh? Asante. Yaani wewe unataka Umisi nagombea mtu mnene kama hivi kweli? Unagombea tu kwa sababu vigezo mbona unavyo? Wa babu vipi, mbona milesi mingi? Weka fungu huko babu. Ngoma nago hapa. Tatizo hili mnaongea sana. Nimekusubiri sana kwa muda mrefu. Za asubuhi. Salama, nataka usafiri au? Hapana. Leo sikuja kwa ajili ya usafiri. Nimekuja tu nataka tuongee. Ni kitu gani ambacho tunataka kuongea na mimi? Usiwe na jazba. Juma. Unajua siku ile ulivyonipa penzi, yeye nilikuwa mtu mwenye furaha sana. Chani mimi nilikupa mapenzi wewe. Ndio, ina maana hujui. Juma. Yaani tangu nimeanza na wewe siku ile, nimejikuta nakupenda sana. Hivyo basi nakuomba mpenzi, tuendeleze mapenzi yetu. Nakuomba ondoke. Sawa. Kwa mwanangu ile sabu ile. Unamchomoa chama, unamtia sako boli linatembea. Namna hiyo usimwona boli linatembea pale. Mabadiliko yameonekana, yani sababu imeonekana kweli, sababu imefanyika. Yani sababu imeonekana, maana uhai ulitokea kidogo. Japo ndio hivyo. Ndio sisi wenyewe walikuwa wanakuja sana. Walikuwa wanakuja. Vipi la sana mwanangu, mwingine ndani. Sure. Fresh. Tupo mtaani. Chuma vipi sasa? Chuma vipi? Chuma mwanangu. Kuna dogo nimemwachia anapiga dei wako. Unajua nimezungusha sana. Sometimes naachia dogo anazungusha. Na ila sasa hivi anaingia kijiweni. Yes, hello. Wewe mama. Hivi una shida gani na mimi wewe? Na namba yangu ni nani amekupatia?
Mama tafadhali, sihitaji matatizo na wewe, wala sihitaji usumbufu na wewe. Na kuomba uachane na mimi. Na ukiendelea mimi nitakuripoti. Nyumba? Wewe nyumba wapi mwanangu? Unajua hizi kazi zetu mwanangu za bodaboda hizi. Zinatoroka yani. Sometimes unabaki za watu wasumbufu, sometimes unambazi. Unaweza kabeba watu kama magendo, kwa unajikuta ile changamoto hapo kama hivi kwenye mazingira ya simu. Unajua sasa hivi mtandao wenyewe mambo mengi. Mtandao tena. Mwanangu unajikuta unapotea hivi. Unajua kuna vitu vingine mnavyofanya mimi sijapenda hata kidogo. Tusalimiane basi babu. Tusalimiane kitu gani? Inawezekana vipi mtu katoa namba ya mtu bila mwenyewe kuridhia? Kipanje. Yule mama alokuja siku ile mnene ile pale nani amempa namba yangu wakati mimi sijaruhusu? Juma. Teja kumpakia umempakia wewe. Huko umepeleka nyinyi wenyewe. Sasa kama namba za simu, si utakuwa umetoa wewe mwenyewe. Sijampa namba. Alafu kingine mtu hawezi kutoa namba ya mtu bila maliziano. Hivyo mtu atoe tu namba yako pasipo mwenyewe kulizia hivi inakuja kweli hiyo? Hivi inakuja kweli hiyo? Sio tena sila zako za mke wako kwa watoto hapa kijiweni bwana. Sitaki kututia nuksi asubuhi hapa Mgundini. Wewe vipi bwana wewe? Sio tena mambo yako bwana. Kututia kisirili asubuhi hapa. Poa. Mwanangu leo hapa. Sio utakuwa na hela. Waki asubuhi tu watashaanza kukichafua hivi. Tatu cha gundu asubuhi kusuka ukitoka kuna hela hapa mkijiweni hapa. Asubuhi anakuja kutuletea makelele hapa kuletea kagombana na mke wake huko anakuja kutuletea gundu hapa kijiweni asubuhi hapa sasa. Zingatia mwanangu chombo hicho kipeleke service. Kiona hivyo basi ujue. Kinadai service hicho baba. Barida. Kiangalia tena mwanangu talezi zishakaribia za kupeleka hesabu kwa bosi. Umeona hii picha? Ngoja jamaa katimba wewe. Katua mwanangu wewe hajaeditiwa hii yenyewe mwanangu. Hiyo sio editing kabisa. Sasa mwanangu hili jembe hili. Hapo uhakika. Mwanangu ile dimba la kati. Haya. Hapo uhakika mwanangu. Huyo uhakika. Wewe. Juma. Juma. Tumwache nyumbani baba. Tumpeleke hospitali. Sasa tupaka mkeo. Wewe mshtuko toka tumpeleke hospitali. Basi poa. Inuka Juma, inuka. Shemeji. Shem. Mama. Nini tena? Shida nini mume wangu? Tulikuwa kijiweni pale. Unatoka ghafla kaa ameanguka. Tukafanya jitihada za kumpeleka hospitali. Daktari akachukua vipimo na wakampa muda wa kupumzika. Lakini baada ya vipimo tukaambua haumwi chochote. Ila ni mshtuko tu. Kwa hiyo daktari akashauri apate muda wa kupumzika na anywe maji mengi. Mshemteli kuni. Haina shida. Vipi kuhusu pikipiki yake? Pikipiki ipo pale Mgundini pale. Nafikiri jioni tutaileta hapa. Sasa nitoka moja kwa moja hospitali. Usiwe na wasiwasi shemeji, ni mshtuko tu wa moyo. Dondoka tu alipokasimama akakaa au Kwa kwenye pikipiki yake. Lakini shemu, sisi tulikuwa naye muda mwingi sana. Nafikiri sasa hivi anahitaji kupumzika. Kwa sisi acha tukuache hapa. Sisi tunakufanyia mambo mengine. nimeelewa. Nashukuru sana kwa
Haya bwana, baadaye. Mwalimu. Watasomana basi. Nashukuru sana. Shehe, mzingatia tulokuambia. Usijali shemeji. Mume wangu. Nini shida? Kufa dakika moja tu. Nipata mzungu. Nilipata fahamu kwa hospitali. Hata nilienda sasa. Pole sana. Vipi, twende kupumzika basi ndani. Wewe ndio tumsikia hapa. Kupumzika hapa? Sawa. Usijali mjomba. Nitakuwa sawa. Nadhani kwa sasa tunatakiwa tuendelee kumfuata ushauri wa daktari. Daktari alisema anahitaji sana muda wa kupumzika. Nikatoka tu. Siwezi sawa. Lakini ni kuombe kitu kimoja. Nikiwa naomba jibu swali sasa. Endelea kumtumaini Mwenyezi Mungu. Piga sana goti. Kuna mlazi mwingine mkiwa hawezi kupona kupitia daktari. Anapona kupitia dua. Anapona kupitia rahma za Mwenyezi Mungu. Katika swala lako niombe sana kwa Mwenyezi Mungu alinusuru. Sawa.
Juma. Sasa unaogopa nini? Sasa ina maana hujanizoea tu siku zote mpaka unaniona unanikimbia. Ndio nini sasa? Nini unakimbia? Sikiliza nikwambie. Haya yote umetaka wewe mwenyewe. Kwa sababu ungekuwa umenikubalia mimi basi haya singekutokea. Sasa hivi ungekuwa kijiweni unapiga kazi. Hivi Juma, mimi nataka nikuulize swali. Hivi unashindwa kitu gani wewe kunikubalia mimi tukawa wapenzi? Alafu vile vile mimi usijakatalia yaani sijakwambia umwache mke wako. Wewe endelea naye kama kawaida. Ili mradi mimi tu uniweke na mimi kwenye nafasi yangu. Na mimi najua kama wewe una mke. Kwa hiyo nitamheshimu mke wako. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe nikubalie tu. Alafu na kingine, mimi ninao uwezo wa kukuonyesha hata sasa hivi. Alafu pia maisha yako nikakutengenezea yakawa mazuri kabisa. Sijui unanielewa. Unajua mimi nakupenda sana Juma. Sema wewe tu mimi nashindwa kukuelewa. Sijui unafeli wapi sijui. Kwa nini unanifanyia hivyo lakini? Hebu basi nikubalie uone mimi nitakufanyia kitu gani katika maisha yako. Siwezi kwa wewe tamba tu katika hii dunia. Tamba vile wezavyo. Lakini fahamu iko jehanamu. Iko Mwenyezi Mungu ambaye anaenda kuhukumu katika kweli na haki. Endelea kutumia nafasi yako ya uchawi ulionayo kuwanyanyasa waja wake, kwa kuzani kama duniani hapo utaishi milele. Duniani sisi ni wapitaji. Na mimi Juma nimelelewa, na mimi Juma nimezaliwa na kulelewa katika maadili ya dini ya Kiislamu. Hivyo siwezi kuwa na wewe. Kwanza, wewe ni mchawi. Pili, wewe ni mtu mzima. Tatu, mimi ninaye mke ambaye nampenda na ndio riziki yangu. Kwa hiyo mimi kuwa na wewe sahau kabisa. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Mimi utu uzima wangu hapa wenyewe unaongelea hapa uko wapi? Mimi na utu uzima gani hapa? Unachoshinda wewe mimi kunikubalia ni kipi? Hivyo watu wazima unajua wewe. Wakati siku ulienjoy vizuri kabisa, utu uzima ukuona. Sasa nikwambie tu. Yaani kila utakachokifanya mimi nitakijua. Yaani wewe ukafanya jambo lolote mimi nikashindwa kulijua. Hiyo unanielewa? Na mimi nashindwa, unashindwa kitu gani mimi kunikubalia? Nikubadilishie maisha yako. Mbona huyu tunalingana kabisa yani mimi na wewe? Tumepishana miaka mingapi? Si 4 hiyo. Sasa 4 na wingi gani? Hebu basi kubali uone nitakufanyia kitu gani. Toka. Sasa. Uweze? Utaki. Sawa, utaki si ndio? Leo utanikumbuka. Vipi Juma, unaendelea? Hali yangu wala sawa. Lakini wewe unajisikiaje? Nasema naye una au inakuwaje? Kwa ndugu zangu.
Unajua, lakini kitu ambacho kinanitesa sana ni viungo. Najua inakuwa gani, lakini kama mwili wangu unapooza, mifupa yangu imekuwa mizito sana. Unaona kama kifua kinawaka moto. Na kifua. Lakini ushauri hospitali tena? Kiukweli sijairudi hospitali. Basi fikiri kurudi hospitali kwa sababu nahisi kama tatizo, kwa sababu nahisi kama chanzo cha tatizo nakifahamu. Unakifahamu? Unajua chanzo cha tatizo? Chanzo cha tatizo ni nini? Kwanza daktari alisema kabisa kwamba katika vipimo vipimo sina tatizo. Cha kwanza. Alafu cha pili ni yule mama. Mama mweupe alikuja mgodini siku ile. Ile mama sauti nzuri. Ile mama kama ile mama mwenye kingono. Nikiwa nisimtambua. Lakini mara zote alikuwa akinitokea. Akihitaji kuwa na msi. Au mama atakuwa jini? Sijui ni jini ama ni mchawi, sifahamu. Lakini kitu kinachonishangaza zaidi, nafahamu pia kama ni mwanamke. Na yeye hilo amesema halina shida kwa upande wake. Anachokitaka tu yeye ni kuwa na mahusiano. Hahitaji kipaji yangu. Mimi ni mtoto wa Kiislamu. Nimelelewa na kukuzwa katika maadili ya dini. Siwezi. Nianze kupambana kwanza. Lakini pia labda tukusaidie jambo moja. Hapo kuna haja kumtafuta yule mama. Ya, lazima mama tutafute. Utuambie mara mwisho unaenda kumwacha hapo. Tunane naye ili tumwambie kama kuna kibaya ambacho tumemkosea akusamehe. Sijui kama nimekosea. Mimi sisi kumwomba msamaha mtu. Hata kama sisi kama nimekosea au sitambui kama nimekosea sini yote. Lakini pia siwezi kukabilisha kwa mikono ya mtu ambaye najua ni mshiriki kwa kuogopa mateso na matisha. Ila yule mama nilipomtoa siku ile mgongoni nilipeleka Madele. Amenazini juu kweli? Nilipeleka Madele juu. Lakini mazingira ambayo nilimwacha kulikuwa kuna mlango wa nyumba kwa nyingine. Ndio tu mimi niacha. Sijui alikuwa na maana gani. Pole sana bwana. Sisi tuache tufanye jitihada zote. Tumtafute yule mama. Kwa sababu mshatokea amani. Na sisi hapo tutakapoanzia. Imani yetu itatupa kwamba ndio tukamwona. Hii tumlete hapa. Kama kuna chochote katasema. Pole sana. Pole bwana. Sisi tutafanya ni zetu zote mpaka tunanyanya ndio tushakwambia tulimwacha lazima sisi tutaeleza pale kwa tutamuuliza tumeona tutamuomba radhi. Sana nashukuru sana. Haya bwana sisi tunakwenda bwana. Chonji kwa umetoka? Ndio tunachukua. Hivi shoga yangu Alexi endelea. Alexi yangu kwa kweli bado. Vipi? Wazo wangu mlifanyia kazi? Kwa kweli wazo wako ni kidogo. Mzangu nimemuelewa.
lakini ndo hataki kabisa. Yeye mwenyewe anakwambia kabisa bora nife kuliko kumfikiria sasa. Nielekea hapo tu. Ndio zangu ngeli. Nyuma nifike hapo mara moja hata. Ile tamida hii. Ngoja na mimi nitamwandalia chakula. Nishachoka wewe. Sibwe zikadi tunazurura tu bila faida. Na kibaya zaidi kila tunapoulizia anasema mtu wa design hiyo hayupo hapa. Akai hamna mtu design hiyo. Na kwa maelezo ambayo umetueleza yeye Juma ni huku tulipotoka. Na Juma alituambia pale kwenye minazi ndio alipomwacha. Lakini kwa huku minazi iko pale tu. Mtaa ule ule ndio kwenye minazi. Lakini sasa kila siku kielezeo na ngwai. Hata sisi tunafanyaje? Sasa kila mtu kimwezea akamwambia mjui. Inakwaje sio? Ina wasiwasi bana mtu kweli hivyo yule. Sio kwa mazoazua. Yaani hiki ndio kinachonichanganya mimi ujue. Kwa sababu kwa jinsi alivyo yule mama, muonekano wake na ule mtaa anaoishi, afu kuniambia eti hajulikani. Sio koyoa. Yule sio mtu wa kawaida. Maana kila mtu akwambia mtu alisaniwa mtu kwa yupo mtu huyo. Sasa tunafanyaje? Hapa mama cha kufanya. Sasa ulikata tamaa. Unajua tumemkatia tamaa Juma. Ni kweli. Sasa cha msingi tunaweza tushikilie bongo kupandisha kwa juu. Inawezekana mtu anaweza kwambia niache hapa lakini anasogea mbele kidogo. Baba tufanye hivyo. Ndio kasa imam sombe ya kupumzika tena. Sisi ni marafiki zako. La Mwenyezi Mungu sababu ametubariki sisi elimu. Nafikiri ni muda sahihi kutumia elimu yetu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Tumekuja kukuombea dua. Sisi tunaomba dua. Mwenyezi Mungu yeye ndio mtendaji mkuu. Kwa hiyo naomba dua yako kwa ajili ya dua. Na Sheikh. Naam. Wafuata. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يخلص السماوات والأرض ولا يقدر حفظهما وهو العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ما يعلم ينفعه إلا بإذنه مشيئا لا تقول ولا نوم له ما في السماوات من لم يشفع عنده إلا بإذنه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤمن الله إلا أن أبدع أنفسكم وأبقوا الله يسبقكم بالله ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير على رسول ما والآخرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jamani, tayari yote mtaka mpana yote anamtokoza, enda naye nyumbani na naye mapenzi, lakini kaka wanamloga. Nafikiri tufanye dua kwa ajili ya kunyara masharaha tatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر. Ee Mwenyezi Mungu naomba tujalie uwezo. Ee Mwenyezi Mungu naomba tutoe kwenye ushirikina. Ee Mwenyezi Mungu naomba mtujalie waja wako tu waja wema. Ee Mwenyezi Mungu naomba mtujalie waja wako tumtii Mwenyezi Mungu pamoja na bwana wake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ee Mwenyezi Mungu wachawi wote naomba wasifanye uchawi, wamrudie Mungu wao, na Mungu ndio kila kitu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum. Naam, baada ya dua hii nizungumze machache kidogo ambayo amenijalia Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo ambacho kilichotokea hivi punde tu ni kitendo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, na pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja akiwa na masahaba zake akawa anawaambia, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Masahaba wakaangaliana kisha wakauliza, jambo gani hayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume akasema, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Hili jambo linaangamiza kwa ushahidi wa Bwana Mtume. Jambo la pili
akasema waqatila nafsi, na kuua nafsi. Sahaba mmoja akauliza, mbona sisi tunachinja? Mtume akasema allati harama Allah, nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameiharamisha, illa bilhaq, isipokuwa ile ya haki. Hii ambayo ya haramu ukaichinja ama ukaiua, hii basi utakuwa mwenye kuangamia. Lakini jambo lingine ambalo limetokea hapa sekunde, Mtume akasema wasihira, na uchawi. Jambo hili ukilitenda, basi utaingia katika watu ambao watakayeangamizwa siku ya Kiyama. Mamaangu, nafikiri ulikuwepo katika mkungo huo, aidha kwa kutaka wewe mwenyewe, ama kuna wengine huingia katika mambo hayo bila kujijua. Lakini ni jambo ambalo Mwenyezi Mtume wetu ametuambia tujiepushe nalo, pamoja na hilo la uchawi. Nafikiri baada ya dua hii sitarajii kuona mamaangu kirudi katika tena masuala machafu, na ikiwezekana katika msikiti wetu pale mkubwa kuna darasa la kina mama, ufanye ala kulli hali ujiunge nalo ili kupata darasa na kupata elimu, kwa sababu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema afadhatul ilmu inda Allah, mwenye kuitafuta ilmu ni mbora mbele ya Mwenyezi Mungu. Yani mwenye kuitafuta ilmu ni mbora mbele ya Mwenyezi Mungu. Tena ikasemekana hata mtu ambaye amekwenda kuhiji Maka, huyu mtu si mbora kuliko yule mwenye kutafuta ilmu. Sisi sote tunatambua mtu akienda kuhiji Maka, basi akirudi hapo huwa kama mtoto mdogo, hana dhambi hata moja. Lakini Mtume anasema yule aliyeenda kuhiji Maka si mbora kuliko yule mwenye kutafuta ilmu. Kwa inshallah, kwa mafupi haya, maana wanazuoni wanasema khairul kalami qalla wa dalla, ubora wa maneno machache yenye kueleweka. Tunatakia kila kheri, tuishi kwa amani katika dunia yetu. Sura hiyo atakuwa msamehe kama umekiri kwa kile ulichofanya. Mimi na familia yangu hatuna kiwango tena. Tunakusamehe. Basi tuseme inshallah Mwenyezi Mungu amepokea dua letu na tumefanikiwa. Sasa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tusisahau Bwana Juma kufanya ibada. Ibada ndio kila kitu. Basi inshallah. Asante. Inshallah.